Karibu mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo kwenye kipindi cha Zama Damu, kipindi kinachokuletea mambo mbalimbali ya kihistoria kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania na barani Afrika. Mimi ni mtangazaji wa kipindi hiki Festus Makerubi. Kipindi kilichopita uliweza kuona utafiti wa kisayansi kutoka pango la Mwanampambe huko Makunduchi, Zanzibar, na uliweza kujionea kile chungu cha watu wa kale kabisa ambacho kilifinyangwa mara tu Mtume Muhammad ndio alikuwa ameweza kuzaliwa. Kipindi cha leo nakuletea zama za mfalme Bargash bin Said. Huyu ni mfalme ambaye alitawala Zanzibar karne ya 18 na 19. Na leo basi nitakutembeza katika moja ya kasri ambalo alilitumia mfalme huyo kufanyia mambo ya anasa. Hakika utaweza kuona mambo mbalimbali huko. Na kasri hilo hivi sasa lina zaidi ya miaka 150 tokea mfalme huyo aweze kuishi hapa duniani. Karibuni. Zama Damu. Sasa hivi ndugu wananchi, tuko katika magofu ya kihistoria ya Maruhubi, eneo ambalo liko kilomita chache kutoka katika mji wa Zanzibar. Magofu haya ni moja katika magofu mashuhuri ambayo yanatembelewa sana na watalii wanaofika Zanzibar. Magofu yalijengwa mwaka 1882 mpaka 83 na mtawala anajulikana kama Said Baragash bin Said. Yeye ni mtawala wa tatu katika ile aila ya Kiomani ambaye alitawala kuanzia mwaka 1870 mpaka mwaka 1888. Maruhubi, jina Maruhubi limetokana na mtu ambaye alikuwa akimiliki eneo hili kabla ya kujengwa majengo haya. Baragash bin Said alikuwa mmoja katika watoto wa mfalme Said bin Sultan aliyekuwa akitokea Oman, ambaye Said Baragash alikuwa mtawala wa tatu baada ya baba yake kufariki Said bin Sultan mwaka 1856. Alitawala ndugu yake Said Majid kuanzia mwaka 1856 mpaka mwaka 1870, na baadaye Said Baragash akatawala mwaka 1870 mpaka mwaka 1888. Baragash alikuwa ni mmoja katika watawala wenye nguvu, na alitawala katika kipindi ambacho Zanzibar kiuchumi ilikuwa ni imara sana. Na kabla ya kutawala alijaribu kutaka kumpindua ndugu yake Majid, ingawa hakufanikiwa. Kwa hiyo Waingereza kwa wakati ule wakamlazimisha akaishi uhamishoni India, ambako kule pia aliweza kuona ustaarabu wa Kihindi na utamaduni wa Kihindi, na alijifunza vile vile mambo ya ujenzi. Kwa hivyo alipokuja kutawala hapa tayari alikuwa na stashahada ya mambo ya ujenzi, yani certificate katika mambo ya architect. Kwa hivyo alipotawala katika kipindi chake cha utawala, Baragash alitaka kuonyesha utawala wake katika ujenzi, katika kubadilisha mji. Kwa hivyo alijenga mapalace matano katika sehemu mbalimbali. Mojawapo lilikuwa hili tunaliona leo la Maruhubi. Jingine lilikuwa ni palace ya Chuini, palace ya Machui ambayo ilikuwa inajulikana kama Marcel, na palace ya Chukwani. Na halafu kutokana na hayo akajenga jumba kubwa sana mashuhuri katika mji wa Zanzibar linalojulikana kama jumba la ajabu au Beit la Ajaib. Jumba hili kwa bahati mbaya katika mwaka 1899 liliungua moto, na sehemu kubwa ya ghorofa ya juu na sehemu iliyokuwa imeshikiliwa na mbao ilikuwa imeungua. Baragash alijenga palace hii kwa ajili ya kuweka masuria wake ambao walikuwa akiwamiliki, na wakati wa siku za mwisho wa wiki alikuwa anatumia muda wake katika eneo hili. Palace hii kwa kweli ilikuwa mashuhuri na ilikuwa inatazamana na bahari iliyoko karibu hapa, na ilikuwa imezungumshwa kuta refu ambao watu walikuwa hawezi kuingia, na pia alipanda miti mbalimbali ya bustani mingi, ilikuwa ni miembe kutoka India, mishokishoki Bangala ambayo inasadikiwa ilitoka Bangalore, na miti mingine mbalimbali. Kama nilivyoeleza mwanzo ni kwamba sehemu kubwa sana ya palace hii iliungua moto, na baadhi ya sehemu wakati wa Uingereza kwa kuhofia kwamba ilikuwa inahatarisha usalama wa watu waliliangusha kwa makusudi. Ukiangalia hapa utaona ni maguzo marefu na manene ambayo
yamejengwa kwa kutumia udongo, chokaa na mawe. Maguzo haya yalikuwa yameshikilia ile sehemu ya juu ya balcony ambayo ilikuwa imejengwa kwa mbao. Ilipokuwa zima, mwenyewe na wafanyakazi wake na masuria wake alikuwa anakaa juu, anapata hewa nzuri, na alafu anaangalia kinachotokea upande wa bahari, pia na kuangalia jua namna linavyotua. Ukiangalia pia pembezoni utaona kwa palace hii imezungukwa na miembe mingi kama nilivyoeleza, mingi tu ambayo inasadikiwa ni ya aina tofauti. Miembe hii ilichukuliwa kutoka India na kupandwa katika sehemu hii kubwa inayofikia kilomita 2 au 2.5 kutoka tulikoanzia mpaka tulikomalizikia. Na miembe hii unaweza kukutia kwa mfano baadhi ya miembe katika mwembe mmoja kama huu tunaokaribia hapa, ndani yake kuna aina 3 za miembe ndani ya mti mmoja. Hii inaonekana kwamba utaalamu huu wa kupandikiza miti haukuanza karibuni, lakini ilianza katika toka miaka 1880 ambao ni zaidi ya miaka 100 sasa hivi, miaka 150. Kama ukija wakati embe zimeiva unaweza kuona kabisa tofauti baina ya tawi hili na tawi lile kule na tawi jingine. Kwa hivyo eneo hili kwa kweli kihistoria ni muhimu, na sisi kama serikali tunaendelea na juhudi ya kuliweka safi, juhudi ya kulifanyia matengenezo, na hali ikiruhusu kulifanyia matengenezo makubwa. Zamadam. Tupo katika sehemu hii ya mahamam ambayo takriban kila palace iliyojengwa na watawala hawa wa Kioman basi ilikuwa na mahamam ndani. Katika mapalace tulionayo hapa Zanzibar pengine 10 au 8, basi pia kuna mahamamu yasiyopungua 8 au 10. Mahamamu historia yake imeanzia na Wagiriki na Warumi. Waarabu na watu wa Mashariki ya mbali na ya kati waliiga ustaarabu huu kutokana na ustaarabu wa Warumi. Mahamamu yote mjengo wake katika sehemu mbalimbali yanafanana. Kuna sehemu ya kuingilia, yani naita sehemu ya makaribisho au reception area. Halafu kuna sehemu ya kati, sehemu ambayo pale wanaita ni sehemu ya joto, ambapo watu huwa wanapata massage na kuweza kufanyiwa ukandwaji na kuweza kuhudumiwa katika sehemu ile. Halafu kuna sehemu ya tatu, mara nyingi inakuwa na mahodhi ambayo mtu anakwenda kukoga. Baada ya kukoga ndio anakuja kupata yale mambo yanayoitwa massage. Mabath ujenzi wake au mahamamu ujenzi wake ni tofauti na ile kasri. Yenyewe yanakuwa yanakuta nene, hayana madirisha na vile vile na sehemu chache za kuingizia mwangaza. Hii imejengwa makusudi ili mtu anaingia mle ndani aweze kupata joto, ili aweze kusisimuka na mwili, aweze kutoka jasho, halafu ule mwili uweze kuregea na baadaye kufanywa zile huduma ambazo anazipata katika mabafu. Kwa hivyo sasa tunaingia katika sehemu ya mabafu ili kuangalia ndani. Zamadam. Sasa hivi tumo ndani ya mabafu au mahamamu. Hii ni sehemu ya mwanzo, yani reception area. Wale watu waliokuwa wanapata huduma walikuwa wanakaa katika sehemu hizi ambazo mnaziona zimekaa kama baraza. Na pia sehemu hizi mtu alikuwa anazitumia kwa matayarisho kuingilia katika sehemu ambayo baadaye alikuwa anakwenda kukoga. Ukiangalia kuta utakutia ni nene, zimechimbiwa chini na zinaweza kuhimili vishindo vikuu. Lakini pia ukiangalia utakuwa hupati mwangaza, isipokuwa mwangaza unatoka juu kwenye sehemu zile ambazo zimetiwa vioo, ambazo zinaingiza mwangaza mdogo kabisa ili kuyafanya mazingira ya humu yawe ni tofauti na mazingira ya nje. Watu walikuwa wanakaa katika vibaraza hivi hapa, walikuwa wanapatiwa huduma mbalimbali vya matayarisho kama vile vinywaji, kupata sharubati, kupata viburudishaji vingine, maji na sehemu nyingine. Na pia walikuwa wanaanza kupatiwa vivazi maalum
yani nguo za kuingilia katika sehemu nyingine ambayo ilikuwa tutaiona baadaye. Lakini cha msingi ni kwamba mahamamu haya au mabafu haya ya kuogea ni mashuhuri sana hapa Zanzibar, na kama nilivyoeleza mwanzo, yapo zaidi ya 8 katika sehemu mbalimbali za mji wa Zanzibar, na mengi yapo katika hali nzuri, na muundo wake kama nilivyosema, tofauti ndogo ndogo zinajitokeza, lakini kwa kiasi fulani yanafanana. Kuna sehemu ya mwanzo, sehemu ya kati na sehemu ya tatu ambayo ni sehemu ambayo mtu anakwenda kukoga hasa. Hapa tupo katika sehemu ya pili ya hamamu au ya bafu. Sehemu hii inajulikana kama sehemu ya joto, yani hot area. Mtu anapoingia katika sehemu hii anakuwa anapata zile huduma za kukandwa mili, za kuhudumiwa, kusafishwa ndevu, kusafishwa sehemu zote na sehemu nyingine ambazo zilikuwa zinastahiki. Wakati huduma hizo zilikuwa zikifanyika kwenye sehemu ya sakafu ilikuwa safi, ambayo ilikuwa imewekewa marmar. Baadhi ya sehemu unaweza kuona vipande vya marmar ambavyo vilikuwa vimeekwa. Kwa hivyo hali tunaiona sasa hivi ni tofauti na ilivyokuwa. Ilikuwa ni sehemu yenye marmar, sehemu ya usafi, halafu inaikwa mabusati, na joto linapitishwa chini kwa chini kwa kutumia aina fulani ya pipe, ambayo sehemu hii inakuwa moto. Kwa hivyo yule mkandaji au yule mtu anayefanya ile massage alikuwa anapasha mikono yake kwenye sakafu, halafu anafanya ile kazi ya massage. Na kama unavyoona sehemu ya juu pia, kama nilivyoeleza, ina vioo ambavyo vilikuwa vinapitisha mwangaza mchache kabisa, na sehemu kubwa kabisa ya kuta ya sehemu hii ni pana mno, nene mno, madhubuti sana, na ilikuwa haiwezi kuingiza hata hewa kutoka nje, ili sehemu hii ya ndani yote ionekane iko tofauti kihali ya hewa kulinganisha na sehemu ya nje. Sasa hivi tumo sehemu ya tatu ya hamamu hili au ya bafu hili, ambalo kama nilivyosema mwanzo, sehemu hii inatumika kwa kuja kukoga. Humu ilikuwa mnajazwa maji ya moto, na sehemu hii ilikuwa inajazwa maji ya ubaridi baridi. Mtu anaingia kwanza katika sehemu ya maji moto, anakoga, anasafika, baadaye anakwenda kuingia katika sehemu ya maji baridi. Sehemu hii maji yake moto yalikuwa yanachemshwa kwa kutumia sehemu ya nyuma, na baadaye yanaingizwa hapa na watu maalumu ambao walikuwa wameteuliwa kwa shughuli hizo. Kwenye vidaraja hivi yalikuwa anatumia kwa kuteremkia yule ambaye anakwenda kukoga, na kwa upande ule utakutia kuna vidaraja kwa kuchoto ambapo alikuwa anavitumia yule ambaye anakwenda kukoga katika sehemu ya baridi. Kwa utaratibu huu, mtu ambaye alikuwa anaingia katika mabafu haya, na wakati ule alikuwa ni mfalme mwenyewe, wakati anaingia hali yake inakuwa na tofauti, na wakati anatoka hali inakuwa ni tofauti kabisa. Wakati anaingia pengine mwili umekuwa ni mlegevu, umechoka, lakini baada ya kuingia humu kuja kupatiwa huduma zile za massage, baada ya akakoga katika sehemu hii, akapata burudani na viburudishaji, alikuwa anatoka kama amezaliwa upya. Ni muhimu kuelewa kwamba sehemu kubwa ya mapelesi ambayo yamejengwa hapa yameporomoka, lakini sehemu hii ya mahamamu bado yamebakia vile vile, pamoja kwamba inakabiliwa na matatizo ya mvua na hali ya hewa hii ni kutokana na uimara ambao ulijengwa kwa makusudi kwa ajili ya kuyafanya haya mabafu ya madhubuti. Na kama nilivyosema, moja katika kitu kikubwa kilichokuwa kinazingatiwa ni kuhakikisha kwamba hayapitishi hewa kwa namna yote isipokuwa ile ambayo inatakiwa ipite, ili kumfanya mtu aweze kuishi tu, asipate tabu, ili kumfanya mtu aliyomo ndani aweze kutoka jasho na mwili upate msisimko, ili uweze kupata nguvu zaidi. Kwa hivyo, ndugu watazamaji, kama nilivyosema mwanzo, Zanzibar inayo historia kubwa ya mahamamu hayo ya mabafu, na takriban kila palipokuwa na kasri ya mfalme, basi pia palikuwa pana bafu. Katika palace zote tulizonazo, basi tukienda unaweza kukutia sehemu ya mabafu yamebakia na yamo katika hali nzuri. Zamadam. Ndugu wananchi na ndugu mtangazaji, sehemu ambayo tumekaa
ni sehemu ya nyuma ya haya mahamamu haya mabafu. Sehemu hizi kulikuwa na vyoo maalum ambavyo vimejengwa kwa ajili ya wale masuria na wafanyakazi wa kasri hili ambalo lilikuwa likitumiwa na Mfalme Bargash. Kama ukiangalia chini hapa utakutia ni sehemu ile pale ya choo, na kama ukiangalia kwa undani zaidi utagundua kwamba sehemu zote hizi zilikuwa zimenakishiwa kwa marmar maalum. Bahati mbaya, kutokana na miaka mingi ya kusahaulika majengo haya, baadhi ya watu wameingia katika maeneo hii na kuzitoa zile marmar ambazo zilikuwa zinaonekana kwa wazi wazi, lakini sehemu zake nyingine bado ukiziangalia kwa undani unaweza kuzigundua. Na kama tulivyoeleza katika sehemu za mwanzo, mpaka sehemu hizi za vyoo za mahamamu haya zimejengwa kwa umadhubuti mkubwa, makuta manene na yana stara ya kutosha kiasi ambacho mtu aliyoko nje hawezi kujua kabisa huku ndani kunatendeka nini, na mwangaza ulikuwa ni hafifu. Ule tu ambao ulitakiwa uruhusiwe kuingia ndio ambao umeweza kuruhusiwa kuingia. Ukiangalia sehemu hii hapa kwenye tobo hili utakutia ni sehemu kabisa ya nyuma. Chini ya hapo ni sehemu ambayo kulikuwa kuna jiko la kuchemshia yale maji ambayo yalikuwa yanaingia katika ile sehemu ya kukoga, yale sehemu ya maji moto. Kwa hivyo jengo hili lilijengwa kitaalamu sana, pamoja kwamba lina zaidi ya miaka 160 sasa hivi toka kujengwa, lakini lilijengwa kwa lengo maalumu la starehe la mfalme huyu Bargash, ambaye alikuwa ni mashuhuri sana katika historia ya Zanzibar, na hasa katika kujenga mapalace makubwa ili kutaka kuonesha ule umaarufu wake. Hizi tu ni sehemu nyingine za vyoo. Mulikuwa na vyoo vingi ambavyo vilikuwa vikitumika kwa sababu wafanyakazi na watu waliokuwa wakitumia jengo hili walikuwa ni wengi sana, na wote walikuwa kazi yao ni kumhudumia mfalme ambaye alikuwa ni mtawala kwa wakati ule. Naam, mtazamaji wa TBC1, umeweza kujionea kwa ndani jinsi kasri kubwa kabisa hili la Mfalme Bargash bin Said, jinsi alivyolijenga kwa ajili ya kufanyia mambo ya anasa. Umeweza kuona mabwao ambayo alitumia kuogelea pamoja na wake zake. Hivi sasa basi na kutoa nje ya kasri hili ili kukuonesha miundombinu ya jengo lake ama kasri lake ambalo limejengwa kwa kweli katika teknolojia ya hali ya juu. Maana wajenzi wa sasa mnayo kazi kubwa kuona jinsi watu ambao walijenga jumba hili na ambalo lina zaidi ya miaka 150 hivi sasa, basi kwa kweli limejengwa kwa namna yake ama kwa namna ya kuvutia zaidi, na utaweza kuona mandhari nzuri iliyopo nje. Kama tulivyoeleza mwanzo, ndugu watazamaji, jengo hili lilikuwa ni kubwa, lilikuwa la ghorofa 2. Ukiangalia juu pale utaona matobo ambayo alikuwa anasikilia dari ya ghorofa ya juu. Lakini cha msingi ni kwamba hapa niliposimama kabisa niko ndani ya hodhi la maji. Hodhi ambalo lilikuwa linasambaza maji katika jengo zima. Maji yalikuwa yanatoka katika chemchemu ya Bububu ambayo iko mbali sana kutoka hapa, karibu kilomita 8. Lakini imejengewa bomba maalum na alikuwa maji yanafuata baadaye yanaingia katika mabomba mengine ambayo yapo nyuma hapo. Yakifika hapo ilikuwa yanapita kwenye tobo hili na kuanguka katika hodhi hili. Hodhi hili lilikuwa ni kubwa, na kama utaangalia sehemu za juu hapa ilikuwa limefika juu na kule limefika juu, na sehemu za huku ilikuwa limekwenda juu. Kwa hivyo maji baada ya kushajaa katika hodhi hili yalikuwa yanafunguliwa kwenye matobo hili hapa na tobo hili hapa, baadaye yanasambaa katika jumba zima. Matumizi ya maji kulingana na idadi ya watu walikuwa wakitumia jengo hili yalikuwa ni makubwa, na ilibidi lijengewe utaratibu maalum wa kuweza kupatikana maji. Taratibu huu wa kupata maji kwa kutumia njia ya mteremko na kuchimba misingi mpaka leo unatumika katika falme za Kioman ambao wao wanaita falaj. Kwa lugha ya Kiingereza sehemu hizi zinaitwa aqueduct. Aqueduct zimegaika katika sehemu mbili, au mitaro ya kuingiza maji katika majumba makubwa kama imegaika katika sehemu mbili. Kuna ile ya chini inaitwa surface aqueduct ambayo inakwenda iko, lakini kuna sehemu nyingine inajengewa juu kabisa kama ilivyo sehemu ya nyuma ya jengo hili, inaitwa overhead aqueduct, ambayo hiyo ndio ilikuwa inaunganisha na ule mtaro mkubwa ambao ulikuwa unachukua maji kutoka kwenye chemchemu kuingiza katika palace hii.
Utaratibu huu wa kuchukua maji kwa kutumia mitaro maalum iliyojengwa ndio uliotumika kuipatia Zanzibar maji safi na ya bomba kwa kutumia bomba lililojengwa kwa udongo, chokaa na mawe kutoka katika chemchemu ya Bububu na kuingiza katika mji mkongwe wa Zanzibar. Kwa hivyo Zanzibar katika miaka ya 1870, miaka 1880 tayari wananchi wa pale walikuwa wakipata maji safi kwa kutumia utaratibu kama huu katika kasri hili la Maruhubi, na ambao pia umetumika katika kasri ya Mtoni. Kwa hivyo baadhi ya watu wanaokuja kutembelea sehemu hizi pengine wao huwa hazifahamu vizuri, lakini humu utaratibu huu ndio ulikuwa unatumika na nyumba hili lilikuwa likipata maji kwa utaratibu huo. Kasri hili Baraghash alijenga kwa anasa kweli. Lilikuwa sehemu mbalimbali za burudani na kujiburudisha na kufurahisha roho. Hapa mnapoona ni hodhi ambalo aliweka maua maalum, yani water lilies, ambazo zinasadikiwa aliziagizishia kutoka India. Mpaka leo baadhi ya maua haya yanaonekana. Lakini katika hodhi ya pili ambayo tumeangalia pale, pia alijenga kwa ajili ya kufugia samaki. Na hizi ni sehemu ambazo unaziona sasa hivi katika nyumba za watu matajiri. Kwa hivyo wafalme hawa toke wakati ule waliona umuhimu kwa na sehemu ambazo zilikuwa likiweza kuwapa burudani. Kwa lugha ya kigeni sehemu hizi zinaitwa leisure ponds, yani mahodhi maalum ambayo hayakuwa na madhumuni mengine isipokuwa kumfurahisha yule ambaye alikuwa anamiliki sehemu zile. Kwa hivyo ndani yake unakutia mlikuwa na maua yanatoa harufu nzuri. Yeye anakaa juu kwenye jumba lake ambalo kulikuwa na balcony, akiweza kuona bahari, akiweza kuona vyombo vinavyopita bahari, lakini pia alikuwa anaangalia maua ambayo yanaonekana katika mahodhi haya. Na hodhi la pili lilikuwa limejengwa kwa ajili ya kufugia samaki, na mpaka leo bado samaki wale wanaonekana katika sehemu ile. Katika kulipamba kasri hili, Mfalme Baraghash alijenga mahodhi maalum ambayo yalikuwa yanaongeza urembo na hamasa za eneo hili. Kwa mfano hapa ambapo tumekaa ni hodhi moja ambalo alikuwa anafugia samaki. Samaki walikuwa wanawekwa hapa, wanakuwa na wanatunzwa. Na sisi katika hifadhi za mambo ya kale tumejaribu kudumisha historia hii, na mpaka leo kama unavyoona katika sehemu hii bado kunafugwa samaki, na ni kivutio kikubwa kwa wageni ambao wanatembelea sehemu hizi. Kwa hivyo hizi ni sehemu za burudani ambazo pia mfalme alikuwa anazitumia wakati anapokuja kupunga upepo katika kasri hili, hasa wakati wa jioni. Ukiangalia kwa undani sana hapa utaona visamaki vinatembea katika pond hii, au inajulikana kama leisure pond za starehe. Kwa hivyo wafalme hawa walikuwa wanaishi katika hali ya burudani kubwa, hali ya maisha ya peponi kama tulivyoelezwa, na mpaka leo sisi tunajaribu kuhakikisha kwamba historia ile tunaidumisha kama ilivyokuwa bila kuiathiri. Ninachotaka kusema ni kwamba huu ni urithi wetu. Ni moja katika rasilimali yetu muhimu ambayo tutaweza kuiachia vizazi vyetu vinavyokuja. Kama tukiweza kuvitunza vizuri, watoto wetu wataweza kujua watu waliotangulia waliishi vipi, maendeleo yao yalikuwa vipi, tabu zao zilikuwa vipi, vipi walifanya vizuri na vipi walifanya vibaya. Tukiweza kuruhusu hali ambayo vitu hivi vitaweza kutoweka, basi tutakosesha watoto wetu fursa muhimu ya kuweza kujifunza mambo ambao vizazi vyao au watu waliotangulia walivifanya. Kwa hivyo wito wangu, kama nilivyojaribu kusisitiza katika sehemu nyingine, ni kwamba wananchi, serikali, vijana, wanawake, vyombo vya habari vichukue juhudi za makusudi kuweza kuhimiza jamii kuwa na utamaduni wa kutunza vitu vya kale, yakiwemo magofu haya ya Maruhubi. Hatupendelee kuona mtu anakuja kubomoa hapa, kuchukua mawe. Tusingependelea, na hilo litakuwa ni kosa la jinai. Tusingependelea kuona mtu anakuja kwa mfano kukata miembe hii ambayo ni sehemu ya urithi huu. Tungependa kuhakikisha kuona kwamba majengo haya yanaishi, mazingira yake yanaishi kama yalivyokuwa, kwa sababu yote yalikuwa ni sehemu ya utawala huu. Kwa hivyo cha msingi hapa ni kwamba juhudi zaidi zinatakiwa zichukuliwe, watu waelewe kwamba hivi ni vitu muhimu, ni sehemu muhimu ya historia yetu, ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu,
lakini pia kwa sasa hivi ni sehemu kuu ya uchumi wetu, kwa sababu wageni wanaokuja hapa wanaingiza fedha, hawaingii bure, na pesa hizi zinasaidia katika kukuza uchumi na hatimaye kusaidia kupunguza tatizo la umaskini katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na mtazamaji wa TBC1, bila shaka umeweza kufurahia yale niliyokuandalia leo kwenye kipindi cha Zama-Dam. Umeweza kujionea jumba ama kasri la Mfalme Bargash bin Said aliyeishi karne ya 18 na 19, na jumba hilo hivi sasa lina zaidi ya miaka 150 tokea mfalme huyo awezi kutoweka hapa duniani. Na umeona jinsi gani wafalme wa kale walivyoweza kustarehe katika maisha ambayo kama wako peponi. Basi wametuachia historia, na historia leo hii nimeweza kukuletea. Niliyekuletea kipindi hiki ni wako mtangazaji Festus Makerubi, na endelea kutazama TBC1 kwa burudani zaidi. Asante na kwaheri. Zama-Dam.